ndo tunaenda kuanza utekelezaji wa dira mpya. Ndani ya serikali tumekubaliana tuanze na mambo matatu. Jambo la kwanza ikiwa ni kukamilisha miradi ambayo ilikuwa inaendelea na pengine ipo ambayo ilipungua kasi ya utekelezaji. Nimekagua barabara hii, nimeona ujenzi wake unavyoendelea. Ni barabara inayojengwa kwa viwango vya juu. Nimeona wameweka mpaka vile vitofali vile tunavionaga nchi zilizoendelea kule. Ninyi barabara yenu imewekewa. Ni barabara nzuri sana. Lakini ipo na miradi mingine kama ambavyo mheshimiwa mbunge alivyosema. Tumekubaliana katika mwaka wa fedha unaokuja tuhakikishe miradi yote ambayo imepungua kasi na pengine ile ambayo wakandarasi walitoka site iweze kukamilishwa. Lakini kipaumbele cha pili tumesema miradi ile ambayo mikataba ilishasainiwa lakini ilikuwa haijapata malipo ya awali, malipo ya awali yaweze kutoka ili miradi hiyo ujenzi uweze kuendelea, utekelezaji wa miradi hiyo uweze kuendelea. Na kipaumbele cha tatu, tunayo miradi ambayo wakandarasi walishapatikana lakini miradi hiyo haikusainiwa. Miradi hiyo iweze kusainiwa na kazi iweze kuanza. Na tukishamaliza hii ambayo kimsingi ni miradi ambayo wakandarasi walishapatikana, tutaenda kwenye miradi ambayo ni ya kipaumbele katika maeneo, kwa kila eneo. Kwenu nyie hapa nimeelezewa habari ya kilomita zile 17. Tutakapomaliza utekelezaji wa hii inayoendelea, na bahati nzuri sana nimeongea na mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi, wamenaambia walishamaliza masuala ya usanifu, na yeye atakapokuja atawaambia hapa mambo ya usanifu yalishakamilika. Kwa hiyo kinachosalia ni pale tutakapomaliza hii miradi inayoendelea na mingine kuanza, hii ambayo ilikuwa inahitaji malipo ya awali, na mingine kusainiwa na kuanza kazi ile ambayo wakandarasi walishapatikana. Tutakwenda kwenye kusaini miradi iliyo mipya. Niwaombe wana Kilolo muielewe dhana hii ya serikali. Ni kwa nini tumefanya hivyo? Ni kwa sababu takriban miaka miwili ama miwili na nusu ndani ya serikali tulikubaliana, ndani ya serikali tukafanya uamuzi kwamba tufunge mikanda, tutekeleze miradi ambayo ilikuwa karibu na ukamilishwaji wake ili ikamilike na ianze kutoa huduma. Miradi ambayo ilikuwa na sura ya kitaifa. Mtakumbuka katika ilani za uchaguzi zilizopita, ipo ilani iliyokuwa inaongelea kuunganisha umeme mpaka ngazi za wilaya. Ikawepo ilani iliyokuwa inasema umeme ufike mpaka kila makao makuu ya kata. Na ikawepo ilani iliyokuwa inaongelea kufikisha umeme kila kijiji. Tulipofikisha umeme kila kijiji, yalianza kujitokeza matatizo. Moja ya tatizo lililojitokeza, umeme ulipofika kila kijiji, katika mikoa mingine ukaenda kwenye migodi, katika mikoa mingine ukaenda kwenye viwanda, tulianza kupata shida ya upungufu wa umeme na mgao wa umeme. Kama mnakumbuka, kuna kipindi pale katikati tuliingia kwenye mgao wa umeme. Ushauri uliotolewa ukawa tutafute mitambo ya kukodi. Mheshimiwa Rais akasema maadamu tuna mradi wetu mkubwa ambao umekaribia kukamilika, unahitaji tuunganishe nguvu za mara moja, tufunge mkanda na mradi huo ukamilike. Anasema hatuna haja ya kukodi mitambo, tuendeni tunachopata, tunachokusanya tukielekeze kwenye mradi huo ili uanze kutoa huduma. Leo tunavyoongea tulifanya jambo hilo, ambapo nakumbuka katika baadhi ya miezi zaidi ya bilioni 400 zilikuwa zinalipwa kwa mara moja kwa mradi mmoja ili uweze kukamilika. Ukifanywa, wakandarasi wakifanya kazi usiku na mchana. Leo tunavyoongea bwawa la Mwalimu Nyerere lilishakamilika na umeme umeshaingizwa kwenye gredi ya taifa. Na Tanzania sasa
ina umeme wa ziada. Tungali tukiwa tumefanikiwa kwenye jambo hilo. Ilikuwepo na miradi mingine, huu nimetoa mfano ni mmoja. Ilikuwa hivyo kwenye reli, ilikuwa hivyo daraja la Kigongo Busisi, lakini hivyo hivyo ni miaka ambayo tulikuwa na uchaguzi serikali za mitaa, uchaguzi mkuu. Kwa hiyo kwa mazingira ya utekelezaji wa mradi unaoweza kutumia fedha nyingi kwa mwezi, dhahiri ungepunguza mtiririko ama kasi ya utekelezaji wa miradi katika baadhi ya maeneo, kwa sababu kikapu ni kile kile. Leo hii ukiona eneo lolote umeme unakatika katika, tatizo sio upungufu tena wa umeme, ni gridi ya taifa, ni uimara wa gridi ya taifa. Na Mheshimiwa Rais kwa kuliona hilo alishaanzisha mradi wa uimarishaji wa gridi ya taifa, ambapo zaidi ya trilioni 1.1 zimewekwa kwa ajili ya ujenzi ya utekelezaji wa mradi wa gridi imara. Kwa hiyo kwa kutumia rekodi ya miaka hii mitano, na kwamba tumeshapunguza mzigo mzito wa miradi hiyo mikubwa niliyoitaja, ni dhahiri kwamba baada ya kuwa tumerejesha utekelezaji wa miradi ambayo kasi ilipungua, na hii ambayo ilishasainiwa, tutakwenda kuanza kutekeleza miradi hiyo iliyo ya kipaumbele ya kuchochea uchumi katika maeneo yenu. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa katika miaka 4-5 iliyopita. Mimi nimeshuhudia kwa namna mbili. Moja, nilipata heshima ya kuwa waziri wa fedha. Kwa hiyo natambua maeneo ambako fedha zilikwenda. Tukianza kutaja hata miradi tu iliyofanyika katika mkoa wa Iringa, tunahitaji siku nzima. Mheshimiwa Rais amejenga zaidi ya shule za msingi 2,700, zaidi ya madarasa 79,000. Ilikuwepo ile miaka tulikuwa na kitu kinaitwa second selection. Sasa yalijengwa madarasa ya kutosheleza. Yamejengwa madarasa kila kona, sekondari zaidi ya 1,300, na kwenye hizo kila mkoa umepata shule maalum ya wasichana. Hata mkoa wa Iringa mmepata shule maalum ya wasichana, na nimeambiwa imejengwa wilaya gani? Kilolo, na hiyo ni awamu ya kwanza. Miundombinu hiyo mnayoiona ni nusu yake ya malengo ya hiyo shule. Hivyo hivyo kwenye shule za amali zimejengwa shule 103, na kwenye hizo 29 zikiwa ni za uhandisi. Na hizo majengo ambayo mmeshayaona ni nusu ya shule inavyotakiwa. Baada ya hapo itaenda hatua nyingine ya ukamilishaji wa miundombinu inayotakiwa ili kukamilisha shule inavyotakiwa ya amali ama ya ufundi. Nilipita wilaya moja nikakuta mtoto wa miaka 15 anasoma uhandisi, injinia kama wale wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Hili ni jambo kubwa litakaloleta mageuzi ndani ya nchi yetu. Hivyo hivyo na kwenye afya zimejengwa zahanati zaidi ya 2,700. Vimejengwa vituo vya afya zaidi ya 600. Zimejengwa hospitali za wilaya zaidi ya 100. Nimepita sehemu zingine, nimezindua sehemu zingine, hospitali hizo zimeanza kufanya kazi. Lakini sio hilo tu. Mheshimiwa Rais alisema pia afya sio majengo pekee na elimu sio majengo pekee. Ndani ya siku 100 wameajiriwa walimu 7,000 na watumishi wa sekta ya afya 5,000, na vimenunuliwa vifaa vya kisasa katika historia ya nchi yetu. Ndio maana kwa sasa hapa Tanzania tunapokea wagonjwa kutoka nchi za jirani, ambapo zamani wa Tanzania ndio walikuwa wanaenda nchi za jirani, kwa sababu vimenunuliwa vifaa vya kisasa sana vya kichunguzi. Tulikuwa na MRI sijui 3 sijui 7, sasa hivi zimenunuliwa hospitali zote za kanda.
hospitali zote za rufaa. Hakuna kutoka mikoani kwenda mpaka Dar es Salaam mpaka Muhimbili kwa ajili ya majibu ama vipimo vya MRI. CT scan zilikuwepo 12, 13. Kwa sasa zimenunuliwa 45 kila mkoa, na sehemu zingine mpaka na baadhi ya hospitali za manispaa. Hivyo hivyo kwenye maji, naibu waziri yuko hapa, tulikuwa na mitambo 3 ya kuchimba maji, 3 nchi nzima. Yaani wakati mnasubiri Kilolo, mtambo ule pia wanausubiri kule Kyerwa. Wakati mnasubiri Kilolo, mtambo ule wanausubiria na Nachingwea. Mheshimiwa Rais katika kipindi chake amenunua mitambo, kila mkoa na mtambo wake. Haya ni mambo ambayo yanatupa uhakika kwamba tutaenda kutekeleza dira mpya hii na ilani mpya kwa kasi kubwa zaidi. Ninyi hapa mkoa wa Iringa, wilaya ya Kilolo, mmepokea katika kipindi cha kuanzia takribani Julai 2021 hadi 2026, mwezi jana, mmepokea takribani bilioni 89. Bilioni 89. Nimemwona mheshimiwa mbunge wa zamani hapa, Mheshimiwa Mwamoto. Mngemuuliza zamani mtiririko wa fedha ulikuwaje. Wabunge tulikuwa tunataja zaidi fedha ya mfuko wa jimbo, kwamba pale nimepeleka nondo 5, pale nimepeleka mifuko 10 ya simenti. Hatukuwahi kuzoea mradi wa mabilioni ngazi ya vijiji. Ndio leo hii wilaya moja ina bilioni 89. Hii ni hatua kubwa inayoleta heshima kwa nchi yetu, kwamba hii ni nchi huru, ni nchi inayoweza kujisimamia na kujitegemea na kupiga hatua za kimaendeleo. Mungu ametupa rasilimali hizo. Tunapoona maendeleo yanayobadilisha maisha ya Watanzania, ni jambo linaloleta heshima kwa kila mmoja. Mimi nisisitize tu mambo machache kabla sijaenda kwenye hatua ya pili ya kusikia na kutoka kwenu. Jambo la kwanza, serikali imekuwa ikitoa fedha. Sehemu ya kwanza ni hizi nilizosema, zimejenga majengo. Sehemu ya pili, zimeajiri watoto wa Kitanzania wawasaidie Watanzania wenzao. Lakini serikali inatoa pia fedha za kununua dawa hospitalini. Nikiangalia kwenu hapa katika kipindi hiki zimetumika bilioni 1.75 katika hospitali ya wilaya, bilioni 4.97 kwa dawa, vifaa tiba, vitendanishi, magari 2 ya wagonjwa, gari 1 la ufuatiliaji. Tuna fedha zimekuja kwa ajili ya dawa. Sasa kumekuwa na tatizo ambalo kila wakati na kila mahali ninakopita nasema hii haifai, lazima turekebishe, kwamba serikali inatoa fedha nyingi kwa ajili ya dawa, na tukiangalia kwenye taarifa za vitabu tunaambiwa utoshelevu wa dawa ni zaidi ya 90%, sehemu zingine 94, sehemu zingine 96. Lakini kila mgonjwa akienda hospitalini anaambiwa akanunue dawa mtaani. Haya ni mambo ya kihuni. Kioski mtaani kinapata wapi dawa ambayo serikali haiwezi kupata, kama sio hizo za serikali zimepigwa cross zikatangulizwa kule? Kioski kinatoa wapi dawa? Yaani hapa tunakuaje na duka lina dawa ambazo serikali haiwezi kuwa nazo? Nilienda wilaya moja nikapewa jibu la kijingajinga tu, eti kwamba ndio dawa zipo, lakini tulipokea kwa jina la kampuni, kwa hiyo hatukuwa tumejua tulipoziweka. Mambo ya ajabu kabisa.
au walipoagiza za serikali waliagiza na binafsi, kwa hiyo wameficha za serikali ili ziishe za kwao kule ili wapate. Haya hayakubaliki. Mganga mkuu wa mkoa yuko wapi? Waambie wadoko zako wote, waambie wasaidizi wako wote, na waambie wale wanaoagiza dawa waagize dawa zinazotumika zaidi kwa mkoa wa Iringa. Kuna wakati tunapitisha miaka 2-3 tunaenda kumuomba CAG kuteketeza dawa zilizo expire. Tunapata wapi dawa zinazo expire kama kila wakati mgonjwa anaambiwa akanunue dawa? Hakuna dawa. Tunateketeza mabilioni. Mimi mambo ya ajabu ajabu ya aina hiyo sina ustaarabu nayo. Na kila mkoa nasema sasa tutafanya utaratibu wa kufuatiliana mguu kwa mguu. Wenzetu wa vyombo, kila mwaka wa fedha ukishaanza, mjue fedha zilizokuja, mjue zimenunua dawa ngapi na hizo dawa zimekwenda wapi, ili wananchi wanufaike na jasho la kodi zao. Jambo la pili, nimeona taarifa ya jinsi ambavyo mmeshughulikia kero. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nikupongeze wewe na timu yako. Nimeona hatua ambayo mmeshafanya. Mmeanza vizuri. Mkurugenzi na timu yako mmeanza vizuri. Tuna kiporo kilichosalia. Nimeona baadhi ya maeneo kwa sababu ya ulimbikizaji wa migogoro, bado tuna migogoro. Nimeona mambo ya migogoro kwenye mashamba. Niwaombe ndugu zangu, tutashughulikia hii ambayo mmeleta, lakini kama Watanzania tuanze kubadilika. Tunafanya vitu vingi sana kwa kuaminiana katika kipindi ambacho uaminifu umeendelea kupungua sana kwa kasi kubwa katika jamii yetu. Mtu analazimishwa shamba na familia A, anapoondoka mkuu wa familia ile anang'ang'ania hilo shamba, na wakati mnaazimana hamkuandikisha popote. Akikupeleka kisheria anaenda kukushinda, kwa sababu wenzetu wa sheria wanaenda na uthibitisho. Maeneo mengine wanaenda na mikataba. Sasa unakuta wazee wa zamani sana waliokuwa wanajua mashamba ya asili na wenyewe wanaenda wakipungua. Alafu huyu mtu ameshaazimishwa miaka 15. Vijana waliokuja wakaanza kulima wanaamini tangu wamekuwa na akili ya kujishughulisha, wamemkuta yule ndo aliyeazimishwa anatumia. Kwa kuaminiana, kwa kupendana tunavyofanya Watanzania, lakini kwa kuwa tumeanza kuwa na jamii ambako uaminifu unapungua, twendeni tuanze kufanya utaratibu kwa njia zilizo rasmi. Ndani ya serikali tunaendelea kufanya marejeo ya kuangalia njia bora ya kushughulikia mambo ya migogoro hii. Migogoro ya ardhi ni moja ya jambo ambalo limeendelea kutishia undugu wetu. Kwa lazima tulifanyie kazi kwa uangalifu ili kulinda undugu wetu, lakini pia na maslahi ya nchi yetu. La mwisho, tuendelee kudumisha amani. Haya niliyoyasema yote tunataka kutekeleza. Tutatekeleza tu kama nchi yetu ni ya amani na utulivu.